Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Naam. Tumshukuru Baba mbinguni kwa jina la Yesu kwa majira na wakati mwingine kama huu. Baba mbinguni, asante kwa neema yako kuu. Asante kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Asante mwana wa Mungu, damu yako iliyomwagika msalabani. Mungu Baba, nakushukuru. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti, ninashukuru kwa ajili ya damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Asante Baba mbinguni. Asante kwa neema yako. Baba mbinguni, naomba uniongoze kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kwa hekima yako jinsi ya kufundisha hili somo katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen. Naam. Leo tunajifunza kipengele cha faida za kumpa nafasi Mungu, au faida za kumpa nafasi Roho wa Mungu au Roho Mtakatifu. Ni nyingi sana, lakini nitataja kwa muamini faida chache tu. Nitataja faida 3. Faida ya kwanza kabisa inaitwa udhihirisho. Na udhihirisho, Roho Mtakatifu anapopewa nafasi, anapopewa kipaumbele, anajidhihirisha, analeta udhihirisho wa kimungu, yani nguvu za Mungu. Na tusome kitabu cha Matendo ya Mitume sura 10 mstari wa 38. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Na nasoma habari za Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Na tunaangalia huduma ya Yesu kwamba aliweza kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kulikuwepo na udhihirisho wa Roho Mtakatifu kwa kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila namna. Na kwa hiyo tunaona kumbe uwepo wa Roho Mtakatifu na nguvu zake unatengeneza udhihirisho wa uwepo wa Mungu kwa ishara, maajabu na miujiza. Na tunaposoma Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38, tunapata picha halisi. Na Yesu anasema mjifunze kwangu. Yesu ndio kielelezo. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ile ya 11. Mathayo mtakatifu sura ya 11 mstari ule wa 29, imeandikwa, jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Na anasema hapa, anataka kuchukua sentensi fupi, mjifunze kwangu. Tujifunze kwa Yesu. Yesu alikuwa akiongozwa na Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu, ambaye tunatakiwa sasa sisi tumpe nafasi. Na kama nilivyokuwa nikifundisha na kama ninavyoendelea kufundisha, Roho Mtakatifu atajidhihirisha kwa kiwango kikubwa kadri unavyoomba toba au unavyoomba rehema. Mungu arehemu mambo matatu: dhambi, uzembe, kutotii neno la Mungu. Na kadri unavyotumia muda mrefu sana kuomba, ndivyo ambavyo udhihirisho wa Roho Mtakatifu utakuwa mkubwa sana kwako wewe muamini. Ni jambo jema kufanya hivyo, kwa sababu kwa kufanya hivyo utampa nafasi Roho Mtakatifu kuongea na wewe. Roho Mtakatifu ataanza kuongea na wewe. Kama hivi unavyonisikia mimi, Roho Mtakatifu utamsikia ndani ya moyo wako.
ana sauti nzuri ya upole, ya utulivu, na utaelewa. Maana yeye ni mwalimu, ndiye mbadala wa Yesu. Yeye akiongea ni Yesu ameongea, na Yesu akiongea ni Mungu ameongea, kwa sababu wanapatana kwa habari moja. Yeye ungependa nikudhihirishie, nichukue uthibitisho wa kwamba wamepatana kwa habari moja. Inabidi nisome kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 8. Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Naam, narudia tena. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 8. Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Nasoma kwa mara tatu na mara mwisho. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari ule wa 8. Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Anaposema Baba anamaanisha Baba mbinguni ni Mungu. Anaposema Neno anamaanisha Yesu Kristo. Yesu Kristo ni neno la Mungu. Na Roho Mtakatifu na Yesu na Mungu ni wamoja. Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu. Sasa kumbe utakapokuwa unamsikia Roho Mtakatifu akiongea ndani yako, ni Yesu anaongea. Na huyu Roho Mtakatifu atamtukuza Yesu. Atamtukuza Yesu. Hapa nikumegee kidogo au nichukue kasehemu kidogo kwamba pana sehemu ya kujifunza kwamba huyu Roho Mtakatifu huyu ambaye atanena Roho Mtakatifu atakavyokuwa ananena habari ambazo zimetoka kwa Yesu. Ana habari za Yesu. Huyo Roho Mtakatifu atamtukuza Yesu. Itakusaidia hiki kisehemu, ni kisehemu kidogo tu nataka nikuelezee. Ni kama mkate na kumegea kidogo sehemu ya mkate. Kwamba ukitaka kujua sifa ya nabii wa kweli na nabii wa uongo, huyu Roho Mtakatifu aliomo ndani yake huyu mwamini, atakavyokuwa ametenda muujiza atamsifu Yesu, atamshuhudia Yesu. Uthibitisho unapatikana katika Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari ule, nianzie mstari ule wa mstari wa 13 mpaka wa 14. Anasema hivi, nitaenda mpaka mstari ule wa 15. Naanzia mstari wa 13. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza watie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote aliyo nayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Huyu anayesema hapa katika Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari kuanzia wa 13 mpaka wa 15 ni Yesu. Anatuambia kuhusu Roho Mtakatifu ambaye ndiye Roho wa Mungu, kwamba atamtukuza Yesu, atamsifu Yesu. Na ukitaka huduma yako istawi, inemeke, ibarikiwe, iwe na miujiza ya Yesu, maajabu ya Yesu, nguvu za Yesu, matendo makuu ya Yesu, ni lazima umtukuze Yesu. Ukiona mtu anajitukuza yeye, hamtukuzi Yesu, basi ni ushahidi tosha huo kwamba aliyemwita au aliyemtuma si Yesu. Kama amemtuma Yesu, basi atakuwa amefanya makosa. Ajirekebishe. Kila aliyetumwa na Yesu atamsifu Yesu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu atatenda maajabu, atatenda miujiza, atamsifu Yesu, atamshuhudia Yesu kwamba yote haya yanatendwa na Yesu. Haleluya. Haleluya. Sasa tunaendelea.
Faida ya huyu Roho Mtakatifu ni kwamba atatujulisha kwa hiyo kwamba huyu nabii wa uongo, huyu nabii wa kweli. Usimtamkie mtumishi yoyote kwamba ni wa uongo ikiwa hujapata uthibitisho kutoka kwa Mungu. Faida nyingine ya huyu Roho Mtakatifu atakapokuwa anaongea ndani yako, faida nyingine, maana nimetaja faida ya kwanza, udhihirisho wa kimungu. Atakapokuwa anaongea, utapata nafasi, atakupa nafasi ya kumuuliza Mungu. Unamuuliza Mungu. Sio wanadamu. Wanadamu wanaweza kukosea, unamuuliza Mungu. Ngoja nisome katika kitabu cha Isaya sura ile ya 45. Isaya sura 45. Nisome Isaya sura 45. Uone hapo ujumbe unasemaje. Mungu anasema nini? Isaya 45 mstari ule wa 11. Isaya sura 45 mstari wa 11. Ni agano la kale. Isaya 45, nabii Isaya sura 45 mstari wa 11. Bwana, nasoma mstari wa 11. Bwana mtakatifu wa Israeli na muumba wake asema hivi: niulize habari za mambo yatakayokuja, mambo ya wana wangu na habari ya kazi ya mikono yangu, haya niagizeni. Ngoja nisome tena uelewe. Bwana mtakatifu wa Israeli na muumba wake asema hivi: niulize habari za mambo yatakayokuja, mambo ya wana wangu na habari ya kazi ya mikono yangu, haya niagizeni. Huu ujumbe ni ujumbe mkubwa sana. Anasema niulize Mungu. Sasa katika kumuuliza Mungu, utamuuliza Roho Mtakatifu au utamuuliza Mungu, Roho Mtakatifu atajibu. Atasema Mungu asema hivi, Yesu asema hivi. Atakachosema Yesu ndio hicho amesema Roho Mtakatifu. Kwa hiyo utakapomuuliza Mungu, utakapomuuliza Yesu, Roho Mtakatifu atasema. Ni faida kubwa sana kujua namna ya kumuuliza Mungu na ukapata majibu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hapa tunazungumzia ile sauti yenyewe, anasema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo nitakupa mfano. Mfano huu ukufanye wewe ufikiri zaidi au utafakari zaidi. Na tunamwona mtu mmoja kwenye Biblia alikuwa nabii. Na huyu nabii anaitwa Elia. Nabii Elia alikuwa binadamu mwenye tabia moja na sisi. Ukisoma Yakobo sura ya 5 mstari ule wa 17 imeandikwa. Mstari wa 17 nitasoma mpaka mstari wa 18. Waraka wa Yakobo sura ya 5 mstari wa 17. Naomba ukumbuke. Roho wa Mungu akupe kukumbuka. Waraka wa Yakobo ni agano jipya, sura ya 5 mstari wa 17. Sikia ujumbe huu. Nitasoma mpaka mstari wa 18. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Mwenye tabia moja na sisi. Huenda alitembea kwa mguu kama sisi tunavyotembea. Alikula chips kama sisi, kipindi kile kulikuwa na chakula chao. Alikunywa maji kama sisi, kipindi kile kulikuwa na maji. Alikula matunda kama sisi, kipindi kile kulikuwa na matunda. Alivaa viatu, kipindi kile kulikuwa na viatu vyao. Alikuwa binadamu kama sisi, mwenye tabia kama sisi, akiongea kama sisi, na kupata maumivu ya mwili kama sisi, na kuugua kama sisi, na kupona kama sisi. Huyu Elia huyu. Ona sasa, neno la Mungu linaendelea. Kama inavyosema, Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii, Akaomba kwa bidii. Mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Aliomba kwa bidii. Mvua isinyeshe. Aliamua kuwashikisha adabu watu ambao hawamwamini Mungu. Kwamba Mungu, hawa watu hawana adabu. Sasa ili wawe na adabu, kwanza mvua isinyeshe, wajue kwamba mvua inatoka kwako. Na mvua itakuja kunyesha kwa neno ambalo litapita kinywani mwangu. Unaona, huyu Elia anamuomba Mungu kwa bidii. Ukiona mstari ule wa 18 anasema
Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Aliomba kwa bidii huyu Elia. Sasa tuangalie kipengele cha Elia, nabii Elia. Nasimama kama nabii Elia katika kipengele hiki kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nasimama kama nabii Elia. Sema na wewe na mimi nasimama kama nabii Elia. Haya ni mafundisho ya kujenga katika imani. Ukue katika imani kwa faida yako wewe mwenyewe, sio kwa faida yangu, kwa faida yako na uzao wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Itakusaidia sana siku zinazokuja. Sasa unaona huyu Elia ambaye alikuwa na tabia moja na sisi. Tunaona somo kubwa kupitia nabii Elia. Alienda kwa mwanamke wa Sarepta. Alipoenda kwa huyo mwanamke wa Sarepta, mwanamke yule alikuwa mjane, na mwanamke yule alikuwa na mtoto wa kiume mmoja tu. Sasa huyu mwanamke alikuwa anakusanya, anatafuta kuni ili akaandae unga uliopo, akaandae mkate, kulikuwa na unga kidogo na mafuta, akaandae mkate wa mwisho wale na mwanae kisha wafe. Biblia inaposema mwana inamaanisha mtoto wa kiume. Sasa anajiandaa na mwanae wakafe. Wale wakafe maana kilikuwa ndio chakula cha mwisho. Ukame umetamalaki nchi. Lakini ona kilichotokea. Huyu nabii Elia aliongozwa na Roho wa Mungu. Aliambiwa na Mungu kabisa kwamba nenda kwa yule mwanamke. Kwa hiyo sisi wakutuambia ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Baada ya kuambiwa na Mungu tunaambiwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Au tunaambiwa na Yesu. Manake tunaambiwa na Mungu kwa sababu lao ni moja. Wanapatana kwa habari moja. Kwa hiyo kama vile Mungu alivyoongea na Elia, Mungu anaongea na mimi. Mungu anaongea na wewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sema napata somo kubwa kutoka kwa nabii Elia. Haleluya. Nasimama kama nabii Elia sasa hapa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. 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 Naam, huyu nabii Elia alipofika kwa mwanamke mjane, kitu gani kilitokea? Alimwambia mwanamke mjane, naomba mkate. Mwanamke mjane akaeleza kwamba kimebaki kidogo, naandaa kwa ajili ya mimi na mwanangu tule, alafu tufe. Elia akasema hapana, niandalie mimi kwanza. Unaona ndani ya Elia ni Mungu. Mungu aliubeba mwili, anataka Mungu kwanza apate sadaka. Anataka apate sadaka. Sijakwambia nipe sadaka, nakupa somo. Sadaka. Yule mama alitoa sadaka ya thamani, akatoa hicho chakula. Kumbuka yale mafuta ni inawakilisha Roho Mtakatifu. Na ule mkate unawakilisha mwili wa Kristo. Ona, anavyokabidhi kwa Elia, anakabidhi kwa Mungu hiyo sadaka. Anamsifu Roho Mtakatifu. Anaujenga mwili wa Kristo huyu mama kwa kumpa mkate ule ambao umetengenezwa kwa mafuta. Na kisha muujiza ambao aliopata hapo, tunaona kwamba huyu mama mwanamke mjane tangia siku hiyo pipa la unga halikupungua unga. Na mafuta kwenye ile chupa haikupungua, mafuta hayakupungua. Unaona? Muujiza wamepata. Sasa wakati nabii Elia anaendelea kuishi kwa huyu mwanamke kipindiko cha ukame, ona kitu kingine ambacho kilitokea sasa. Jambo ambalo lilitokea. Huyu mtoto wa mjane akaugua. Wakati ameugua, huyu Elia aliendelea kuomba kwa bidii. Kisha ameomba kwa bidii. Huyu manake mama akawa karibu na huyu mwanae anauguza, lakini Elia ameshamuombea, akakata roho, akafa mwanae. Alipokufa mwanae, kitu gani kilitokea? Mama huyu, pana somo kubwa sana. Huyu mama alikuwa anahitaji mwanae awe mzima. Huyu mama alikuwa hahitaji faraja. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 17, ukaanzia mstari wa 17, ukaendelea mpaka ule mstari wa 24, utapata hizi habari. Wafalme wa Kwanza sura ya 17, kuanzia mstari wa 17 mpaka mstari wa 24. Wafalme wa Kwanza ni Agano la Kale. Sura ya 17 kuanzia mstari wa 17 mpaka wa 24, utapata hizi habari ambazo nakusimulia. Huyo mama alikuwa hataki faraja.
moyo wako ulikuwa hauhitaji faraja, unataka mwanae awe hai. Huyu mama akamwendea Elia, amembeba mwanae, anasema ona, umekuja kwangu, mwanangu amekufa. Anasema mwanangu amekufa. Kumbuka wakati anaandaa mkate ili wakafe na mwanae. Sasa anasema mwanangu amekufa. Manake anasema ni heri tungekufa wote. Huyu mama hahitaji faraja. Hahitaji neno la faraja. Ona kitu anachohitaji. Anahitaji mwanae awe mzima. Ndicho alichokuwa anahitaji. Anahitaji kitu kimoja tu. Kitu kimoja. Mwanae awe mzima. Kwa hiyo kuna wakati mtu unataka kumpelekea neno la faraja, kumbe huyo mtu hahitaji neno la faraja. Kuna kitu anakihitaji tofauti na faraja. Kwa hiyo unatakiwa ujue, uwe makini. Sasa Roho Mtakatifu ndio anaweza akajua kwamba huyu apelekewe faraja, huyu apelekewe jawabu, huyu apelekewe jibu. Kuna utofauti kati ya jibu na jawabu. Wanasiasa dunia nzima 99.9% wenyewe wana majibu ya kibinadamu. Wanasayansi angalau tunaweza tukasema wanakaribia nao wanakuwa na majawabu sawa, wanakuwa na majawabu ya kibinadamu, lakini ile kweli kutoka kwa Mungu inaleta jawabu halisi lisilokuwa na mashaka. Ona Elia alichokifanya. Ngoja nisome ule mstari wa ngapi? Wafalme wa kwanza sura ya 17. Nisome mstari ule wa 20. Kuanzia mstari wa 19. Akamwambia, nipe mwanao. Akamtoa katika kifua chake, akamchukua juu chumbani mle alimokaa mwenyewe, akamlaza kitandani pake. Akamwomba Bwana, akanena, Bwana Mungu wangu, je, umemtenda mabaya mjane huyu ninayekaa kwake hata kumfisha mwanawe? Huyu hapa ni Elia anamuuliza Mungu chumbani kwake, yuko peke yake, ni faraga kati yake na Mungu. Elia na Mungu anamuuliza, anasema ni wewe umemuua? Unaona, Elia anamuuliza Mungu, ni wewe umemuua? Kwa hiyo na sisi kama mtu amekufa tunatakiwa kumuuliza Mungu. Sasa kama huwezi kumuuliza Mungu, kumuuliza Roho Mtakatifu. Sasa utamuulizaje Roho Mtakatifu kama hujawahi kusikia sauti yake? Kama hujawahi kusikia sauti yake, haya mafundisho nayo kufundisha ndiyo atakupelekea wewe kuisikia sauti ya Roho Mtakatifu. Anasema nini au anataka nini? Maana kila atakachosema kimetoka kwa Mungu. Kitu gani kifanyike? Huyu Elia, mstari wa 20 nasoma. 20 nimesoma. Akamwomba Mungu, akanena, Bwana Mungu wangu, je, umemtenda mabaya mjane huyu ninayekaa kwake hata kumfisha mwanawe? Mstari wa 20, akajinyosha juu ya mtoto mara 3, akamwomba Bwana, akanena, Bwana Mungu wangu, nakusihi roho ya mtoto huyu imrudie ndani yake tena. Bwana akaisikia sauti ya Elia, na roho ya mtoto ikamrudia, akafufuka. Elia akamtoa mtoto, akamchukua toka orofani mpaka chini ya nyumba ile, akampa mama yake. Elia akanena, tazama mwanao yu hai. Mwanamke akamwambia Elia, sasa najua ya kuwa wewe ndiwe mtu wa Mungu, na ya kuwa neno la Bwana kinywani mwako ni kweli. Huyu mwanamke alipata muujiza wa mafuta, alipata muujiza wa unga na kuendelea kula chakula, kwamba hawakufa siku ambayo alitaka wakale wakafe, lakini muujiza huo aliona kama mazingaombwe. Hakuamini kisawasawa, lakini kwa huu muujiza huu wa mwanae kufufuka akaamini kwamba hakika wewe Elia, hakika wewe ni mtumishi wa Mungu. Hakika. Kitu gani kitakuthibitisha? Kwa hiyo tunaona faida nyingine, Roho wa Mungu atakuthibitisha kwamba wewe hakika ni mtumishi wa Mungu. Atakuthibitisha. Roho Mtakatifu atakuthibitisha wewe. Ndiye aliyemthibitisha Elia. Naomba Elia hapa wakati anamuuliza Mungu, hapa Biblia haijaeleza majibu moja kwa moja mpaka uende kwenye Agano Jipya. Mungu alishamjibu hapa na akampa maelekezo. Unaona? Hapo ndio kuna siri. Elia alishajibiwa. Kwa nini alilala mara 3 juu ya maiti? Alipewa maelekezo na Roho Mtakatifu. Manake alijilaza mara 3, manake ule uhai wa Elia ulikuwa unaambukizwa kwa mtoto mara kwanza, mara pili, mara 3. Manake kama nilivyokueleza kwamba Mungu Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Unaona, ndio alitamalaki hapo kutangaza ushindi. Elia alimuuliza Mungu. Sasa nikwambie, Elia asingemuuliza Mungu huyu mtoto manake ongezika. Ongezika ndio. Sasa jiulize, ni wangapi watoto tumewazika? Vijana tumewazika.
wazee tumewazika kabla ya muda wao, alafu mbaya zaidi unamsingizia Mungu. Mapenzi ya Mungu. Hebu tuondoe neno mapenzi, tuweke neno mahaba kwa Kiswahili. Eti unasema mahaba ya Mungu. Umemuuliza Mungu kwamba ni mahaba yake. Mungu hapendezwi na kitu ambacho kinaitwa kisingizio. Nenda kasome kule mwanzoni kabisa, kitabu cha Mwanzo ambacho kimeandikwa na Musa. Wakati Adam ametenda dhambi, Mungu anamuuliza umefanya nini? Akasema ni huyu mwanamke. Kisingizio. Mungu akupendeza na kisingizio. Hakumuuliza tena swali lingine. Baada ya kusema naomba unisamehe, akasema ni huyu mwanamke ulinipa. Maana yake alikuwa anamwambia Mungu, kwa nini ulimuumba mwanamke? Na baada ya hapo Mungu akamuuliza mwanamke. Na mwanamke kwa sababu ameambukizana, unajua visingizio vinaambukizana, ni vibaya sana. Yule mwanamke naye akasema ni nyoka alinidanganya. Baada ya kusema naomba nisamehe, akasema ni nyoka alinidanganya. Sasa Mungu kuanzia hapo akatoa adhabu kali. Zile laana ambazo zitamuka pale inatufundisha sisi kwamba Mungu hapendi visingizio. Sasa mara ngapi umemsingizia Mungu? Ukasema ni mapenzi ya Mungu, kifo ambacho hata hujui. Umemuuliza Mungu? Na kuuliza umemuuliza Mungu. Sasa kama hujamuuliza Mungu, umemsingizia Mungu mara nyingi, ingia kwenye toba. Ndugu yangu, unahitaji toba. Hili si swala la kucheka. Kwa kweli sio swala la kucheka. Ni kuwa serious, umeingia kwenye toba. Mungu, naomba unisamehe. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mara nyingi nalitamka na likusingizia. Nilikuwa nimefanya makosa na nimefanya makosa mara nyingi. Kuanzia sasa ninatubu. Na ni heri niseme Mungu ndiye anayejua, na muachia Mungu kuliko kumsingizia Mungu kwamba Mungu, haya ni mapenzi ya Mungu, haya ni mahaba ya Mungu, wakati sio mahaba ya Mungu. Mungu, naomba nisaidie kuanzia sasa. Natubu dhambi zangu. Ninakutamka Yesu kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naamini kwamba Yesu ulikufa, uliteseka na ukafa kwa sababu ya dhambi zangu, na ukafufuka ili kuishinda dhambi. Na hivi sasa Yesu uko hai, na kutamka Yesu wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naomba Baba mbinguni ufanye ondoleo la dhambi kwa damu Yesu ndani ya moyo wangu. Karibu Roho Mtakatifu ndani yangu. Unisaidie, uniongoze, niwe na Yesu milele. Niishi Yesu milele. Niishi ndani ya Yesu milele. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ubarikiwe na somo hili ndugu, wewe unayenisikiliza hivi sasa. Na kuomba usiishie hapo. Sambaza ujumbe huu kwa watu wengine ili nao wajifunze habari hizi. Kumuuliza Roho Mtakatifu, kumsikia Roho Mtakatifu ana sauti na anaongea. Kama vile ambavyo naongea unanisikia, ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu anaongea. Ni raha sana Roho Mtakatifu akiongea. Raha mno. Inafurahisha na anatoa majibu kimuuliza. Kwa hiyo ukifuatilia masomo utamsikia Roho Mtakatifu. Utamsikia Roho Mtakatifu. Na kwa mawasiliano, kama unahitaji maombezi binafsi jambo lolote lile, namba yangu ya simu ni Airtel 0784 477 277 0784 477 277 0784 477 277. Waweza kunipigia ili tupate kufanya maombezi. Lakini kama shida yako ni ya kiafya, huwezi kunipigia, usipate tabu. Unaweza ukabipu mara 3, hususan siku ya Jumamosi au Jumapili kuanzia mchana mida ya saa 7 hivi au saa 12 jioni na kuendelea mpaka saa 2 usiku. Unaweza ukanibipu mara 3 ili niweze kukupigia na kukuombea kwa sababu uko katika shida fulani. Mungu akubariki sana. Sambaza ujumbe kwa watu wengine ili wapate kupona katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Bye. Bye.